Kwa hiyo ndugu zangu na viongozi wangu, nimewaita kwa sababu kubwa tatu. Ya kwanza ni wajulishe rasmi kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataanza ziara yake baada ya kuwa mmeshiriki nyie wote kikamilifu, na niwashukuru katika mapokezi ambayo yalikuwa ni makubwa sana pale airport ya Mwanza, na Mheshimiwa Rais alifurahi sana. Tarehe 19 ambayo ni kesho, Mheshimiwa Rais tutampokea pale Kigongo Busisi. Sasa ratiba pale, Mheshimiwa Rais ataingia saa 7 kuelekea saa 8 mchana, lakini wananchi kuanzia asubuhi wataanza kukusanyika. Kwa hiyo hapa mkoani tulifikiri tuandae magari pia ya pamoja, kwa sababu barabara zetu zitakuwa zimefurika sana kesho kwenda kule. Sio rahisi kwa viongozi nyie wote kila mmoja kuwa na gari moja moja. Wale ambao watapenda kufanya hivyo ruksa, lakini tukafikiri sisi tutoe magari mawili Costa mzuri kwa ajili ya viongozi wa dini ambao nyie mtakao shiriki kwenye zoezi kubwa la uzinduzi wa daraja la kihistoria. Kwa hiyo ushiriki wenu ni muhimu sana, kwa sababu mtakuwa mnashiriki tukio la kihistoria la uzinduzi wa daraja la Kigongo Busisi. Daraja lile limejengwa kwa fedha, asilimia kubwa ni fedha za Watanzania, shilingi bilioni 610. Lina urefu wa kilomita 3, lina upana wa mita 28.6. Lilikuwa ni wazo la Rais Magufuli, na wakati Mheshimiwa Magufuli anafariki alikuwa ameliacha ujenzi wa daraja hilo likiwa asilimia 24, na akiwa amelipa kwa mkandarasi ule shilingi bilioni 150. Leo hii daraja liko asilimia 100, na daraja hilo hadi sasa serikali yetu imeshalipa shilingi bilioni 555 kwa mkandarasi, na atakapokabidhi rasmi na muda wa uangalizi utakapokuwa umekamilika atapewa kiasi chake cha fedha iliyobakia. Lakini kwa hiyo kesho tukimaliza shughuli hiyo tutarejea tena hapa, tutatawanyika hapa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 20 atazindua mradi wa maji wa Butimba. Kwa hiyo wale ambao pia watakuwa na nafasi bado tunawakaribisha kwenye mradi wa maji wa Butimba ambao ni mradi wa shilingi bilioni 71. Hapa Mwanza tunapata maji kwenye vyanzo viwili. Mradi wa maji unaitwa Capri Point, na tukumbuke Mwanza ina watu milioni 3,600,000, na hapa Nyamagana na Ilemela tuko watu milioni 1 kama na 100,000. Kwa hiyo watu hao wote wanategemea maji kutoka chanzo cha maji kinaitwa Capri Point. Ilikuwa ni chanzo hakitoshelezi kupandisha hata maji juu ya milima kule. Sasa serikali ya Rais Samia ikaleta huu mradi wa maji unaitwa mradi wa Butimba, kwa sababu umejengwa kule Butimba. Wanatoa maji kwenye ziwa, kwa hiyo kimejengwa chanzo cha maji ambacho kwa sasa imewekwa pampu moja, lakini chanzo kile kina pampu 3. Kwa sasa imewekwa pampu moja tu, mradi wa bilioni 71. Pampu hii moja inaweza kupampu maji kwa siku lita milioni 48, na watu 400,000 wanaweza kunufaika kwa siku hiyo kwa kutumia. Sasa awamu ya kwanza ya huu mradi unatoa lita milioni 48, watu 400,000, lakini mradi huu sasa umeshaanza awamu ya pili. Awamu ya pili sio ujenzi wa chanzo. Awamu ya pili sasa ni kufanya distribution network, maji yawafikie wananchi, yatakwenda Usagara, yatakwenda Kisesa, Nyamagana na vijiji vyake na mitaa yake, Ilemela na maeneo yake, na tayari ujenzi wa matenki unaendelea, ulazaji wa mabomba unaendelea. Kwa hiyo huo ndio uradi wa maji ambao Mheshimiwa Rais atauzindua tarehe 20 saa 3 kuelekea saa 4 pale Butimba. Sasa tulikuwa na konseni ya makundi mbalimbali ya wananchi, wanasema tunataka tumpongeze Mheshimiwa Rais. Wanakuja hapa kwa mkuu wa mkoa, wako viongozi wa dini wengi wamekuja, wako makundi ya bajaji bodaboda wamekuja, na hivi karibuni kule bungeni bajeti ilipopitishwa kundi la bajaji limeandamana hapa, wanasema tunataka tumshukuru Rais kwa sababu zile tozo zote zilizokuwa zimewekwa kwenye sekta yao
ya usafirishaji zimefutwa rasmi na Bunge katika bajeti inayoendelea. Kwa hiyo wao wakasema sisi tunataka tuonyeshe shukurani kwa Mheshimiwa Rais. Sasa tukasema tutafanyaje kila kundi likiwa nataka kufanya hivi. Kwa hiyo mkoa tukaamua kwamba tumuombe Mheshimiwa Rais makundi hayo yatoe salamu zao pale uwanja wa CCM Kirumba. Kwa hiyo tarehe 20 kuanzia saa 5 baada ya uzinduzi wa mradi wa maji kule Butimba saa 3 hadi saa 4, kuanzia saa 6 Mheshimiwa Rais atakuja pale uwanja wa CCM Kirumba. Pale hakutakuwa na mambo mengi. Pale kutakuwa na makundi ya wananchi mbalimbali. Kutakuwa na burudani, makundi mbalimbali, na yenyewe yatatoa salamu zao za kuonyesha shukurani zao kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunawakaribisheni tena. Tarehe 21 tumekuwa na utamaduni mkoa wa Mwanza kufanya tamasha la utamaduni la Bulabo. Kwa hiyo litafanyika kule Kisesa, litaanza saa 3 hadi saa 6 au saa 7. Kwa hiyo wale watakaopata fursa pia, na tukio hilo huwa tunashirikiana na Kanisa Katoliki kwa sababu lina historia yake fulani fulani. Kwa hiyo wenyeji wetu kule ni Baba Askofu Renatus Mkwande wa Kanisa Katoliki, lakini pia viongozi wa mila na machifu. Lakini Bulabo ya mwaka huu pia imepata, kuna Wasukuma wanaoishi Oman ambao wanafanya kazi za mila na utamaduni huko Oman. Kwa hiyo na wenyewe walisema wanakuja kumpongeza rais. Kwa hiyo wametoka Oman kikundi maalum cha Wasukuma kitakachokuja kufanya na wenyewe maonyesho yao. Kwa hiyo waheshimiwa viongozi wa dini, nikafikiri niwaite, badala ya kuandika haya yote ningeandika kwenye barua. Hiyo barua ingekuwa ndefu sana. Kwa hiyo nikasema angalau niibe dakika zenu 30 niwaeleze picha ya mapokezi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tujitokeze, na sisi tuko tayari kushirikiana na nyie na tutaendelea kushirikiana na nyie, na nguvu yetu kubwa sisi ni umma ambao nyie ni sehemu ya mnaoongoza umma huu.